Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa Mchungaji Daudi Maira Mapema kutoka Kanisa la Neno na Tanzania, kutoka jimbo la Kisoti. Nichukue nafasi hii mpendwa kukaribisha kwenye kipindi chetu kinachosema anza na Bwana na amka na Bwana. Kipindi kilichopita nimetafakari na wewe tu neema maalum. Nikasema neema maalum ni neema inayookoa, yenye uwezo na nguvu ya kuvuta wanadamu kuwaleta kwa Yesu Kristo. Sasa leo ninaongezea tena kwamba neema maalum pia inafanya kazi upya kwenye mioyo ya watu. Inafanya kazi upya kwenye mioyo ya watu na kuwafanya watu kuwa huru. Neema maalum inatengeneza watu kuwa na mioyo mipya, wanakuwa huru, inawafungua kuwa huru, wanafunguka kutoka kwenye kifungo ambacho wamefungwa, kutoka kwenye maisha ya dhambi, kutoka kwenye utawala ambao wanatumikishwa. Kwa hiyo wanaachiliwa, wanakuwa wapya, wanakuwa huru, wanatengeneza tena maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo neema maalum yenyewe inashughulika na kutengeneza na kubadilisha maisha ya watu, mioyo ya watu, unakuwa huru. Kuna watu hawako huru, watu wako kwenye vifungo, watu wako kwenye utumwa wa Shetani, wako kwenye laana, watu wako kwenye mikosi ya aina mbalimbali. Lakini unapopata neema ya kupata neema maalum, ikajidhihirisha kwako, ikajifunua kwako, ikaonekana kwako, neema hiyo inakufungua na kukuweka huru, mbali na dhambi, mbali na maisha ya dhambi. Unakuwa mtu ambaye umejisafisha, unakuwa mtu ambaye umejitakasa, unakuwa mtu ambaye umejiosha kwenye maisha yako, unakuwa msafi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo faida ya neema maalum. Kazi yake kubwa, inaokoa, inasafisha, inatakasa, inaachilia, inakutengeneza, inakutoa kwenye kifungo, inakutoa kwenye laana. Unapokuwa mpendwa, unasoma, inafanya kuwa mtu mpya. Unasoma Rumi hata 3 mstari wa 23 hadi 25, utaona hapo kazi kubwa ya neema maalum inatengeneza maisha ya watu. Kwa hiyo Mungu aendelee kujifunua kwako, aendelee kujidhihirisha kwako, aendelee kuonekana kwako, ukazidi kupata kibali na nafasi mbele za Mungu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru.